Amina. Leo tutakwenda kutafakari kwa ufupi katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 8 mstari na kuendelea. Tutafakari kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8 mstari wa 18. Tunaona kwa habari ya mtu mmoja aliyekuwa akitambulika kwa jina la Simoni mchawi. Huyu bwana alikuwa akitabiri na kufanya mambo na ishara mbalimbali, lakini akitumia nguvu za giza, lakini akitumia nguvu za kipepo, nguvu zisizokuwa za kimungu. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba alipokuwa mahali pale, kina Petro alipofika pale, watu wakajazwa Roho Mtakatifu, naye akataka kununua kipawa na uweza wa Roho Mtakatifu ili naye awe na nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini amesahau ndani yake ana kitu, ndani yake ana nguvu za utendaji wa kipepo na kichawi. Kwa hiyo tunaona kwa habari ya Petro anamkemea Simoni sura ile ya 18. Kwa hiyo najikita hapa, anasema kwamba Matendo ya Mitume 8:18 anasema hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huo, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Basi tubia uovu wako huu, kamuombe Bwana, ili kama yamkini usamehewe fikra hii ya moyo wako, kwa maana na kuona huu katika uchungu kama nyongo, na tena katika kifungo cha uovu. Simoni akasema, niombeeni nyinyi Bwana yasinifikie mambo hayo niliyosema. Na walipokwisha kushuhudia na kulihubiri neno lile, Bwana akarudi Yerusalemu, akahubiri Injili katika vijiji vya Wasamaria. Haleluya sana, mtu wa Mungu. Nataka nizungumuze kwa habari ya Simoni, huyu bwana mkubwa ambaye maandiko yanatuambia kwamba alifikiri ya kwamba kipawa na nguvu ya Roho Mtakatifu inaweza kupatikana kwa kuwekewa mikono. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba tunapata kwa neema, wala si katika akili zetu na viwango vyetu. Kwa hiyo huyu bwana mkubwa hakutaka kutubu. Paulo akamwambia kwamba, Petro akamwambia kwamba tubu kwanza, kubali kuanza chini ili kwenda juu, kubali kutengeneza msingi ulio imara ndani ya Kristo Yesu, ndipo hayo mengine yatakapofuata. Kwa hiyo tunaona hata katika maisha yetu ya kila siku, ili tumpate Yesu, ili Mungu akae ndani yetu, ili tuwe na utisho ndani yetu, lazima tukubali kuanza chini. Kama tumekosea, tukubali kuanza chini. Nitakupa mfano mmoja. Tunapojenga nyumba ikionekana na msingi hafifu, ina msingi ambao ni dhaifu, lazima uibomoe nyumba yote ndipo uanze kujenga upya. Kwa hiyo ndugu yangu, yawezekana unaanguka katika dhambi, inawezekana dhambi fulani imekuwa kikwazo, kama maandiko yasemavyo, ile dhambi itusongayo, ile dhambi ituzidio. Kwa hiyo msingi tumuulize Mungu, ni wapi ambapo tumekwama, ni wapi ambapo tumeshuka, ni wapi ambapo tunakutana na changamoto. Ndipo tukubali Mungu atutengeneze, atufinyange kama apendavyo yeye. Tusikubali kuanza kuziba nyufa wakati msingi wetu ni mbaya. Kwa hiyo tukubali gharama ya kuanza upya katika maisha ya Kristo Yesu. Ndipo tutakapomwona Mungu akidhihirika katika maisha yetu kwa viwango vya ajabu sana. Ndipo tutakapomwona Mungu akidhihirika katika maisha yetu kwa viwango vilivyo vikubwa zaidi ya fahamu zetu, zaidi ya fikra zetu. Kwa hiyo ndugu yangu, Simoni alipoona, maandiko yanasema kwamba alipoona sura ya 18, kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya Samaria kuliambatana na madhihirisho ya nje ambayo yaliweza kutambuliwa hata Simoni aliyekuwa mchawi. Ni busara kusema kwamba udhihirisho huo wa nje ulikuwa kama ule uliotokea baada ya kuja kwa mitume mwanzo pale Pentekoste, yani kunena kwa lugha na mambo mengine. Lakini tunaona kwamba maneno kadha wa kadha Yesu anamwambia, moyo wako si mnyofu. Ubatizo katika Roho Mtakatifu katika kitabu chote cha Matendo ya Mitume unatokea katika muktadha ambao wanafunzi wa Yesu wanakuwa wamejikabidhi kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona kwa habari ya kwamba anamwambia kwamba moyo wako si mkamilifu.
Simoni ambaye alitafuta nguvu na kipawa cha Roho Mtakatifu pamoja na mamlaka alitafuta nguvu na kipawa cha Roho Mtakatifu pamoja na mamlaka ya kutoa kipawa hicho. Alikataliwa na Mungu kwa sababu moyo wake haukuwa sahihi kwa Mungu na alikuwa bado ni muovu na katika kifungo cha uovu. Kipawa halisi cha Roho Mtakatifu kinamwaga kwa wale wanaomtii na kutenda haki. Kabla na baada ya siku ya Pentekoste, wafuasi wa Kristo walijikabidhi kwa Bwana aliyefufuka. Walidumu katika maombi, waliishi maisha ya kujitenga na dhambi na ulimwengu, walitii mafundisho ya mitume. Haleluya sana mtu wa Mungu. Tunaona kwa habari ya maisha hayo sasa kwamba bado wewe moyo wako ni muovu. Ni lazima kwanza tukubali kubadilika. Ni lazima kwanza tukubali kushuka ili tupondeke, ili Mungu ainuliwe. Kwa hiyo ni lazima tukubali kumwadhimisha Mungu kwa namna ya kitofauti. Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi ni falme mbili zinazokinzana, lakini yeyote amtumainie Bwana ni kama mlima Sayuni, hata tikisika daima. Ajapopita katika uvuli wa bonde la mauti, hata ogopa mabaya, maana mkono wa Mungu u pamoja naye. Kwa hiyo ndugu yangu katika Kristo Yesu unayenifuatilia, nataka nikwambie kwa habari ya kubali kujenga msingi ulio imara wa imani ili ukuwezeshe kufanya mambo makubwa. Usikubali kujenga msingi dhaifu ambao utapindishwa na mambo fulani. Kubali kujenga msingi imara ndani ya Kristo Yesu ambao ni neno la Mungu likijaa kwa wingi ndani yako. Hata upepo utakapopita, hata mafundisho magumu na ya kishetani yatakapopita, hautatikisika kwa sababu unaye Mungu ambaye anakutia nguvu. Unaye Mungu ambaye anakupigania. Unaye Mungu ambaye anakuokoa. Unaye Mungu ambaye atakutetea mpaka ukamilifu wa dahari. Maana amesema ya kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Haleluya mtu wa Mungu. Kwa hiyo tunaona kwa habari ya huyu bwana mkubwa, bwana Simoni, alitamani kipawa cha Roho Mtakatifu. Wapo wengi ambao wanatamani nguvu za Roho Mtakatifu, wanatamani mafuta na uweza wa kimbingu ufanye kazi ndani yao. Lakini kutokana na mazingira ya hapa na pale wanajikuta ya kwamba wanashindwa kuingia ile gharama. Kristo anasema ya kwamba yoyote anayetaka kumfuata, sharti ni moja, gharama ni moja, ajikane auchukue msalaba wake amfuate Yesu. Jikane, chukua msalaba wako, mwambie Mungu, Bwana Mungu, ninaomba nisamee, nihurumie, nigange, nimepotea, mimi ni mwenye dhambi, sistahili jambo hili. Mungu nihurumie, Mungu nisamehe, mimi ni dhaifu, mimi ni mnyonge Bwana, ni mnyonge kweli. Nisamee, nihurumie, nitakase kwa damu yako. Na utaona mkono wa Mungu ukiendelea kukufunika, na utaona baraka za Mungu zikiendelea kukuonekanikia. Kwa sababu yoyote anayejishusha Mungu anamuinua, yoyote ajikwezae Mungu humshusha. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Mungu huwapiga wenye kiburi bali huwapatia neema wanyenyekevu. Kwa hiyo ndugu yangu katika Kristo Yesu, na neno hili tunapokuja katika maisha yako, usiseme ya kwamba mimi nimeokoka miaka mingi, wakati bado kuna mazingira ambayo roho yako inakuhukumu ya kwamba hili jambo bado yamkini bado litanikosesha mbingu. Kubali kutubu, kubali kushuka chini, mwambie Yesu, nisamehe, nihurumie. Nikubali, mwambie Mungu, nitengeneze, nibomoe, nigange tena. Mungu atakuinua, Mungu atakupa nguvu, atakupa uwezesho wa kimbingu. Usisahau kuomba. Omba asubuhi, omba mchana, omba jioni. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ni yule mwalimu wako wa neno la Mungu, mwite Pastor Maemba kutoka Njombe, Tanzania, akikuletea injili za mabadiliko. Badiliko ndani ya moyo wako. Uamsho ndani ya moyo wako hauwezi kutokea usipobadilika. Uamsho ndani ya maisha yako hauwezi kutokea usipobadilika. Tutafanya ibada za uamsho, tutafanya mambo, lakini usipotaka kubadilika ndani yako, usipotaka kubadilika ndani yako, wewe kama wewe, usipofanya maamuzi, hata ukilazimishwa, utadumu kwa muda mchache. Kubali uwe ile mbegu iliyoanguka katika udongo mzuri, maana yake kulikuwa kuna connection kati ya udongo na mbegu. Lakini ukianguka katika mwamba, utalazimishwa siku 2 siku 3, baada hapo utaanguka. Utalazimishwa siku 2 siku 3 kwa sababu wewe sio asili hiyo. Kubali Mungu akupe asili ya uungu ndani yako, upate maisha matakatifu ndani yako, upate uweledi katika kumtumikia Mungu katika nafasi na kiwango cha tofauti. Mungu wa mbinguni atakubariki sana, Mungu wa mbinguni atakuwezesha, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba wote waliomtumaini aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba yoyote anayemtaka Kristo, yoyote
kumhitaji Kristo, sharti ni moja tu, ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake, ndipo amfuate. Kwa hiyo sharti ni hilo tu. Anasema tazama imekuwa, hata mtu akiwa ndani ya Kristo, tazama amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa kuwa Mungu anaviisha vya kale na kufufua upya, unapewa uzima wa milele. Unaitazamia siku ile ya kufurahi na kurukaruka kama ndama, kwa kuwa Mungu amekupa uwezesho ndani yako. Unaweza, mtu wa Mungu, nikutie moyo, unaweza kubadilika, unaweza kumpokea Yesu akafanyika upya ndani yako. Jambo ni moja tu, lazima ukubali ya kwamba umeokolewa kwa neema, wala si katika matendo yako. Hustahili katika matendo yako, hustahili katika nafasi ulionayo, bali ni rehema tu na huruma za Mungu. Hakuwa hatukutenda chochote ambacho kilikuwa kinatustahili sisi kumpokea Yesu, hapana, bali ni neema tu. Mungu alitupenda, ndipo alipotuchagua ili tumtumikie yeye katika roho na kweli. Kwa hiyo ndugu yangu, kubali kubadilika, kubali kuonywa, kubali kukosolewa, kubali Mungu akutumie kama chombo, ndipo utakapoona nguvu za Mungu zikidhihirika ndani yako. Barikiwe sana. Ni yule mwalimu wako wa neno la Mungu, muite pastor na mwalimu Hawani Maimba kutoka Njombe, Tanzania. Nikutakia wakati ulio mwema na Jumapili iliyo njema. Amen.